Kuna haya magonjwa mawili, kuna kideri pamoja na mafua. Haya magonjwa ni hatari zaidi kwa vifaranga wadogo, wawe vifaranga wa aina yoyote ile, broiler, chotara, wa kienyeji. Ni hatari sana endapo yatawashambulia. Sasa kwenye hii video ninataka nikutajie mimea mitano ambayo unaweza kuwakinga, lakini pia mimea hii unaweza kuwatibia kuku wako na huu ugonjwa ambao ni hatari zaidi kwa vifaranga. Kitu cha kwanza kabisa cha kutambua ni kwamba vifaranga wakikosa kidogo tu hewa, yani wasipopata mzunguko wa hewa vizuri, labda umewatengenezea bulda ndogo wakakosa mzunguko wa hewa, siku ya 3 tu wanaanza kuonyesha dalili ya kwamba wana mafua, utaona wanapiga chafya. Sasa nitawatajia mimea kwanza kabisa ambayo inatakiwa uitumie kwenye hizi siku za mwanzo kabisa, hii siku ya 3, ya 4 na ya 5. Hapa utahitaji kitu cha kwanza kabisa, mmea wa kwanza kabisa ni tangawizi. Hii tangawizi ambayo unaiona hapa. Sasa hii huwa inachanganywa pamoja na pilipili, utaweka na pilipili pamoja na kitunguu saumu. Ukichukua tangawizi moja, pilipili kama hizi za mwendokasi, pilipili 3, kitunguu saumu kimoja kizima. Hivi vipimo ni muhimu sana kuvizingatia, kwa sababu usipozingatia hivi vipimo huaga vinakuwaga na madhara kwa kuku wako. Utaweka kwenye maji lita 10. Huu mchanganyo huu hapa wapatie vifaranga wako siku ya 3, ya 4 na siku ya 5. Unaweza ukauchanganyia labda na broiler booster au Neox Chiki, ukavichanganyia pamoja ukawapa. Hapa unakuwa umewakinga vifaranga wako na mafua, yale mafua ya mwanzo kabisa. Maana yake ukishindwa kukinga hii siku, ndio maana unakuta vifaranga siku baada wiki moja wanakuwa wanaumwa mafua. Unakuta tayari wana mafua, unaanza kushangaa kwamba wametoa wapi mafua, na wakati huo kuwatibia inakuwa ni shida kidogo. Lakini pia huu mchanganyo utakusaidia kuwa boost vifaranga, kuwafanya vifaranga waweze kukua kwa haraka, wakue vizuri, wawe na uzito mkubwa, wafikie uzito mkubwa baada ya hili wiki. Kwa hiyo hapo nimesha kutajia mchanganyo wa kwanza ambao utautumia kwa ajili ya kudhibiti mafua kwa vifaranga wako. Na kukumbusha tu, KingoFarm tunatengeneza incubator. Unaweza ukapata incubator kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mfano incubator mayai 60, gharama yake ni shilingi 3,500. Ukihitaji incubator tutafute. Pia KingoFarm tunavyo vitabu ambavyo vinaelezea jinsi ya kutengeneza chakula, jinsi ya kuwalea vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa, kuwapa chanjo za dukani pamoja na chanjo za asili, jinsi ya kutengeneza dawa. Vyote vipo. Kama hicho cha tiba za asili kinakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukachanganya tiba mbalimbali kwa ajili ya kuku wako. Lakini pia tunacho kitabu cha mwongozo ambacho kinakuongoza jinsi ya kuwapa booster kuku wako ili watage mayai mengi, lakini pia ili wawe na uzito mkubwa. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia unaweza kujiunga na kundi letu la mafunzo. Tunaelekeza jinsi ya kulea vifaranga wakiwa wadogo, hata kama vifaranga wachache. Kwa mfano au vifaranga ambao unaona kwenye hilo boxi ni vifaranga wa kienyeji ambao wanalelewa kwa njia ya kisasa kabisa. Sisi KingoFarm tunafanya hiyo kazi ya kutoa mafunzo namna ambavyo unaweza kuwalea vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa. Lakini hata kama una changamoto unaweza kutupigia. Kujiunga na kundi letu ni shilingi 8,000. Unalipia shilingi 8,000, utakaa kwa muda wa miezi 2 kwenye hilo kundi letu. Mmea mwingine wa pili ambao unaweza ukautumia ni aloe vera, hii ambayo unaita hapa, au waga inaitwa shubiri mwitu. Hii hapa waga inakinga na kutibu kideri kuku wako. Kwa hiyo utaitumia kwa vifaranga wakiwa wadogo kabisa kwa ajili ya kuwakinga na kideri. Na jani moja unaweka kwenye maji lita 3, wastani wa maji lita 3, unawekea vifaranga kwa ajili ya kuwakinga na kideri, au kama umepata kideri basi hiyo ndio inakuwa ni tiba. Na unaweza kuongeza kitunguu saumu kimoja pamoja na tangawizi moja kwa ajili ya kuwakinga vifaranga. Kwa hiyo kama unataka uongeze kitunguu saumu na tangawizi moja, utaongeza na majani mawili ya aloe vera ili yawe 3, na yatawekwa kwenye maji lita 10. Yani majani 3 ya aloe vera, kitunguu saumu kimoja kizima
tangawizi moja zima utaiweka kwenye maji lita 10. Hiyo ni kinga. Lakini kama unatibu kabisa kideri, utaongeza na kitunguu maji kimoja kwenye huo mchanganyo wa lita 10 kwa ajili ya kutibu. Kuna mchanganyo mwingine huu hapa ambao unaweza ukautumia kwa ajili ya kutibu mafua. Kuna haya majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi na yenyewe pia huwaga yanatibu mafua vizuri kabisa. Ukichukua jagi moja ya haya majani ukaya blend vizuri kabisa, ukaweka tangawizi na kitunguu saumu na kitunguu maji, ukawachanganyia kuku wako. Kama wanaumwa mafua na ulishawatibia hawakupona, basi huu mchanganyo watapona kwa haraka zaidi. Pia usiwe unasahau kitunguu maji. Kitunguu maji ni tiba ya mafua. Ukikatakata vipande vipande ukawawekea kuku wako wakawa na donoa, lakini pia ni kinga ya kideri. Kwa hiyo kitunguu maji na chenyewe ni kipo vizuri sana. Changamoto ya kitunguu maji, usikitumie mara kwa mara kwa sababu huwaga kinapunguza damu, yani kina tabia fulani ya kupunguza damu kwa kuku wako. Kwa hiyo ukiona ukitumia kitunguu maji, tumia pale ambapo unaona kuku wako labda wana mafua makali, mafua ya kupiga chafya yale pale, unakata kama vidonge vidonge, basi unawawekea kuku wako wanapona vizuri kabisa. Hivyo ndivyo ambavyo huwa tunawatibia kuku kwa kutumia kitunguu maji. Kwa hiyo hizo tiba nizo kutajia hapo ndio tiba ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kutibia vifaranga kama wana mafua, lakini pia unaweza ukazitumia kwa ajili ya kutibia vifaranga kama wana kideri au kuwakinga. Muda mwingine unahitaji kuwakinga vifaranga wako na haya magonjwa. Namba yetu ya simu hiyo hapo. Kama una shida labda ya kitabu, unataka upate kitabu, unataka kuungwa kwenye kundi, unataka incubator, tunayo pia incubator ile ya box. Kama unataka kutengeneza incubator ya box, mafunzo yake ni shilingi 10,000 tu. Basi unaweza ukatutafuta ili tuweze kukuhudumia hivyo vitu. Tunapatikana WhatsApp, unaweza kututext pale WhatsApp, lakini pia unaweza kutupigia moja kwa moja.